Sasa tunakwenda kuyasikia maneno yako mazuri, kama ulivyotubariki kwenye ibada vipindi vilivyopita. Tubariki tena sasa tunapoingia kwenye ibada nzuri ya ujazo. Asante kwa sababu upo kutujaza. Hatutatoka kama tulivyokuja. Baba, tunashukuru kwa yote utukufu wako. Kwa Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na tunaamini. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa semina ilianza Jumapili na sasa ni Jumapili tunahitimisha, na tunahitimisha kwa kishindo. Bwana pewe sifa. Tunahitimisha kwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Tulianza jana hili somo, tunasema kidogo sasa sababu vile jana mkwepo, kwa tunakwenda kwenye ubatizo. Kwa nini kubatizwa kwa Roho Mtakatifu? Kwa sababu Yesu aliahidi. Yesu aliahidi. Na Biblia inasema ahadi zote za Mungu katika yeye ni ndio, na katika yeye ni amina, ili Mungu atukuzwe kwa sisi. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Somani wewe. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 20. Pemai. Sura ya kwanza mstari wa 20. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Wakorintho wangapi nasema? Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amini. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Yaani Mungu akishaahidi lazima atimize. Ndio ahadi zote sawa. Aliahidi. Biblia inasema hivi, Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Biblia inasema walipokutanika wakamuuliza, je, huu ndio wakati unawarejeshea Israeli mfalme? Yesu akawajibu wanafunzi wake hao, sema sio kazi yao kujua nyakati na majira ambayo Baba ameweka katika mamlaka yake mwenyewe, ila mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, na mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, hata mwisho wa nchi. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 6 mpaka wa 8. Nasoma katika jina la Yesu. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli mfalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyeweka katika mamlaka yeye mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yesu akasema hayo mengine sio ya kwenu, hayo mengine yasiwasumbue, ila la kwenu, ahadi ya Mungu kwenu, urithi wenu, mtapokea. Ndio kwa nini kanisa kama Mungu alisema tutapokea, kwa nini kanisa lina ikiwa alikuwa
Mbona kina Daudi walikuwa na nguvu? Mbona kina Elisha walikuwa na nguvu? Kwa nini hatuna nguvu? Ni tu yetu kustahi, ni tu yetu kumtaa Mungu, kumwomba. Kanisa bila nguvu ya Roho Mtakatifu kama dini zingine. Kinachotutofautisha sisi ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Tukikosa hicho, tuko sawa na wale. Utaenda pamoja na wao wanaenda. Una Biblia na wao wanaenda. Utaenda tena na wao wanaenda. Tofauti. Roho Mtakatifu awepo katikati. Ajaye kwetu. Jana tulisoma, wote tusome kitabu cha Mwanzo. Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza 26. Hebu soma. Wa 26. Kimya wewe. Basi ndugu. Maji mzima. Usio nazima. Weka on. Beti zipo. Nasoma katika jina la Yesu kuanzia mstari wa 26. Basi ndugu, imekuwaje? Kutanapo pamoja. Kila mmoja ana zaburi. Eba. Ngoja. Mtume Paulo anatuonyesha kanisa la kwanza walipokuwa wakikutana pamoja. Sikiliza mambo yalipokuwa. Anza. Kila mmoja ana zaburi. Anza. Basi ndugu, imekuwaje? Kutanapo pamoja. Kila mmoja ana zaburi. Walipokuwa wakikutana, kila mmoja alikuwa na nini? Na zaburi. Ana fundisho. Kila mmoja alikuwa na nini? Na fundisho. Kila mmoja wakati wanakutana wenzetu, kila mmoja alikuwa na nini? Na ufunuo. Kila mmoja alikuwa na nini? Na lugha. Kila mmoja alikuwa na nini? Tafsiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja na mfasiri. Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Sawa. Hayo mambo ya kunena na mwingine akatafasiri vilikuwa vimejaa miaka ya 80 na mwanzoni mwa miaka ya 90. Kila kwenye ibada kama hizi lazima huyu atanena, huyu atatafasiri, huyu atanena, huyu atatafasiri. Shetani amevikwangua makanisani, ameviiba. Na hivyo vikiondoka, ibada zinakuwa si ibada. Hivyo vinavyosemwa hapo, visipokuwepo, ibada sio ibada. Ibada inakuwa ibada hivyo vitu vikiwemo. Ndivyo vinaonyesha akiingia mtu mgeni, ndiye atasema hapa wana Mungu hapa. Hapa ni tofauti na kwetu. Amina. Hivyo vikiwemo. Endelea. Mstari wa 29. Na manabii wanene wawili au watatu. Hebu rudia hiyo. Na manabii wanene wawili au watatu. Hebu rudia mara ya mwisho hiyo. Na manabii wanene wawili au watatu, na wengine wapambanue. Lakini hilo kanisa lilikuwa na manabii wangapi? Hilo kanisa lilikuwa na manabii wangapi? Hilo kanisa lilikuwa na manabii wangapi? Wewe leo manabii wametoweka makanisani. Au shetani anatengeneza manabii fake. Na wale
watu wanatoka kanisani wafuata manabii kwa sababu wamekosa manabii. Kila kitu hapo kinachosomwa hapo, kila kitu shetani ameiga. Wale kwa vijana ni wapia, mkasikiliza. Ukichukua gari ukatoa gearbox, ukatoa engine, inabaki kwa gari. Ni gari. Ni scraper. Mbovu. Ndivyo kanisa lilivyofanya. Na mbona shangaa? Niwaambia wale kwa jana nasema mtu anaweza akakuibia. Lakini ukigundua umeibiwa, si unafuatilia kutafuta. Si unaripoti polisi. Ibrahim nyumbani walipoteka watu wake, wakateka na mali. Biblia inasema hivi, akachukua vijana 100, akawapa silaha, wakafuatilia mpaka akawakomboa ndugu zake waliokuwa wametekwa, akakomboa na mali zote akarudisha. Ule wakati wa kurudisha Mungu shetani ameingia kabisa. Kanisa limeingiwa wapendwa. Na ndio maana madhambi ni mengi kabisa. Kwa sababu manabii wakiwepo wanafunua kila kitu. Alafu kanisa litakuwa na hofu. Miaka ile mimi ndio kwa miaka 80. Mtu akifanya uzinzi, mkija kwenye ibada, uliyetenda dhambi, nenda kwa mtumishi wako ukatubu. Mtu anazipeleka mwenyewe kwa mtumishi. Miaka ile. Siku ile vitu hivi vimejaa kanisani na vimeondoa uwepo wa Mungu. Anayeleta hiyo tunalosoma hapo, anayesababisha ni Roho Mtakatifu akija. Ndiye anakaa huyu roho nabii, huyu Luka, huyu tafsiri, anakawa vinakuwemo kanisani. Ndivyo kanisa la kwanza lilivyokuwa. Kujazwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni kitu cha mara kwa mara. Watu wanaovuka leo hawaelewi sana hiyo vitu vilivyosoma. Sasa hamini kabisa. Mimi nakujua kwa sababu nimeokoka zamani. Lakini wanaovuka sasa hivi hawavukii kwa sababu hawavuki. Ule wakati wa kumwambia Mungu tunaomba uturejee tena, utujaze tena, tunataka karama na vipawa. Nilikuwa kanisa moja mwanzo. Sisi ni wewe kusema. Mtukaja katangaza kama hiyo tangazo. Katangaza harusi. Kama Adamu alitangaza ile harusi ilikuwa inafungwa Jumamosi ijayo. Ilikuwa Jumapili kama leo. Inatangazwa mara ya mwisho, inafungwa Jumamosi ijayo. Baadaye tukaingia kwenye ibada ya ujazo kama hizo ambazo tutaingia baadaye. Baada ya dakika 3. Roho Mtakatifu akashuka. Binti moja alikaa hapa. Alafu alikuwa mgeni kabisa. Alikuwa amefikia kwenye nyumba ya mama mwenyekiti wa mama. Sasa kwenye ibada wanakutana, alikuwa ni mgeni wa binti. Wakati wa ugeni ndio kitaka kufika, watu walinena muda mrefu, lakini yule binti tulimwacha. Yule binti tulimwacha. Wakati ananena Roho Yesu akamtokea. Akamwambia kutoka nenda nyumbani kwa mchungaji, mwambie harusi anayetangaza asifunge, binti ni mjamzito. Kwa binti alipotoka akauliza nyumbani kwa mchungaji, wakamwambia ndio akaenda. Baada ya kutakubana amesema hivi, harusi unayotangaza usifunge, binti tayari ni mjamzito. Na tusikizi kwenye makanisa yetu ya Pentecoste wanafunga ndoa baada ya miezi 6 mzali. Anakiro nne kilitatu na. Tasema ni binti bwana.
Yamejaa mambo. Hayo mambo yamejaa. Hayo ni machukizo kwa Mungu. Ndio maana Mungu amekuacha nyakati za leo. Kanisa leo la leo sio kanisa la mtume lilivyokuwa. Lilichagu. Uwepo wa Mungu umetuacha kwa sababu kuna mambo mengi yaliyojificha mengi. Wa kuyafunua huwa ni manabii. Sasa roho za kinabii aliposa anayegawa ni roho. Ule wakati wa kumlilia Mungu tujae. Nguvu za Roho. Roho Mtakatifu ajae. Lakini Roho Mtakatifu akijaa kwako kila kitu kinabadilika. Mitume walikuwa watu wa kawaida, walikaa na Yesu miaka 3 na nusu walikuwa watu wa kawaida. Siku ya Pentekoste wakajaza. Kuanzia pale walipojaza, hawakuwa wa kawaida tena. Walitisha, walitikisa, walipindua ulimwengu. Ujue waliojaza siku ya Pentekoste, fungua Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1. Waliojaza siku ya Pentekoste walikuwa ni 120. Hawakuwa watu kama wale. Hebu soma. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja. Ukaja ghafula kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto kuangalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Baada ya hapo au jamaa hawakuwa wa kawaida tena. Akina Petro walikuwa wakitembea kikundi chao kinaponya watu. Kina Petro wakaondoka wakaenda kwenye sinagogi waliozoea kuabudu. Walikuwa wanaweka kiwete mlangoni hapo sadaka. Wametoka kujaza. Wakasema ngoja tuangalie watu wa dini. Twende kwenye dini ya mababu zetu tuliokuwepo zamani. Kwenda wakamkuta ile kiwete ambaye anawafahamu siku zote anaomba senti pale nje. Akanyosha mikono anataka senti. Matendo ya Mitume sura 3 kuanzia mstari wa 1. Akasema saidia. Petro akamwambia tutazame sisi. Anamwambia hivi tutazame sisi, sio wale waliowazoea. Sisi tumeshakuwa watu wengine. Habari ya pesa usituambie, lakini tulicho nacho tunakupa. Kwa jina la Yesu simama wewe. Yule mtu alikuwa na miaka 40 na mzaliwa alikuwa alisikia mtu inapoya. Biblia inasema akaingia hekaluni huku anamkaruka anamtukuza Mungu. Amen. Bwana apewe sifa. Haya mambo na kazi zetu yanakuwa hadithi. Yanakuwa hadithi. Tunachosoma sio sawa kwa sababu Yesu Kristo ni yeye yule. Kama ni yeye yule anafanya yale. Bwana apewe sifa. Hebu soma Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 kuendelea. Katika jina la Yesu, Matendo ya Mitume 3 kuanzia mstari wa 1. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu aliwaona Petro na Yohana wakiingia hekalu, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho kupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akainua. Mara nyayo na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu.
Naona jamani, huyu mtu miaka yote alikaa nje. Miaka yote alikaa nje. Siku ile akakutana na watu wamejaa nguvu za Mungu. Hakukana tena. Ilikuwa ni mwisho wake kukana. Kuna watu bado wako nje hawajaingia, kwa sababu tunaotakiwa kuwaingiza ndani hatuna nguvu. Kuna watu hawajaingia ndani, kwa sababu tunaotakiwa kuwaingiza ndani hatuna nguvu. Roho Mtakatifu anabadilisha utendaji wako, anabadilisha huduma yako, anabadilisha kuomba kwako. Biblia inasema hivi, kadhalika Roho mwenyewe utusaidia udhaifu wetu. Warumi 8:26. Maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Hebu soma. Katika jina la Yesu, Warumi 8:26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa kuugua. Unajua zamani, niliwaambia waliokuwa zamani, yaani mkiingia kanisani kwenye ibada, hizi ibada za jioni, unakuta watu wamelala chini kwenye amekuja kanisani saa 7, ibada inaanza saa 10:30, yuko anaugua. Wana siku hizi piga apipo vimeibiwa apipo. Siku zile ule kwa siku zile usingefika kanisani kwa kutafuna mtu leo. Yaani ufike saa 4 utakuta kuna mtu. Ufike saa 7 na hawapangi, wanapangwa na Roho Mtakatifu. Kila ukipita kanisa la Pentekoste ndio maana tulikuwa tunaitwa watu wa kulia. Siku hizo watuiti hivyo. Siku hizo wanatuita walokole. Wamecha tubaki majina. Kulia ni kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Bwana pewe sifa. Kuomba. Yaani unaomba. Ukija kuangalia unaomba masaa 4 5. Hakuna muda ulioenda. Bwana Yesu apewe sifa. Petro akaenda kwa Kornelio. Matendo ya Mitume sura ya 11. Petro akaenda kwa Kornelio. Mungu amemtuma aende kwa Kornelio. Na Mungu amemwambia tuma watu wakakutie Petro. Kornelio akatuma watu wakamtia Petro. Petro akaenda kwa Kornelio. Akaenda akawahubiri Injili. Ilikuwa ni mara yao ya kwanza kusikia Injili. Sio kama wewe na mimi tumeshasikia sana. Wao ilikuwa ni mara yao ya kwanza. Alipoanza kunena, Petro anasema hivi, ameshatoka sasa, amemaliza, ameenda kwa mitume wenzake, anawapa mrejesho. Anaambia nilienda kwa Kornelio. Anasema nilipoanza kunena, Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 15. Anasema nilipoanza kunena, Roho akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Hebu soma huo mstari. 15 Matendo ya Mitume sura ya 11. Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Unaona? Yaani haikuwa semina kubwa. Haikuwa semina ya masaa mengi. Anasema alipoanza kunena. Unajua alipoanza kunena, wale watu walikuwa wamefungua mioyo yao. Walikuwa wamefungua mioyo yao. Walikuwa na jambo moja tu wanatamani kusikia. Mambo ya Mungu. Yaani kupata vitu vya Mungu kwenye ibada kama hizi ni kufungua nini jamani? Mioyo. Fungua
fungueni mioyo yenu. Mungu atujilie kwenye ibada hii. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Uone sio sahihi, utoke bila kujazwa. Tumekuwa watupu. Tumekaukiwa. Nilishawaona watu waliojaa roho. Nilishawaona watu waliojaa roho. Nilimwona mama mmoja alikuwa na miaka kama 94. Hawezi kutembea, ni mzee. Ameokoka tu hapo nyumbani. Bwana akamjaza nguvu za Roho Mtakatifu hapo nyumbani. Hajawahi kukanyaga kanisa. Lakini yule mama viwango vyake, nilipata habari niko da. Nilipoenda kijijini kwenye msiba wa baba yangu, nikasema lazima niende kumwona yule mama. Yule mama alikuwa mtu wa ajabu. Mkikaa kwenye ibada kama hivi nafundisha hivi, ukitoka ukampitia kijijini kwenda kumsalimia, anakueleza mambo yote aliyofundisha. Fikiri. Tukasafiri kwenda kumwona na mdogo wangu, akatwende kumwona yule mama. Kijiji fulani namkumbuka. Tulikuwa tunaongea tukiwa wadogo miaka ile. Alizoea kuja nyumbani kwetu anatuita mjomba. Ile tunapanda ice kutoka kijijini kwetu ni kama kilomita 10-12 kwenda kwa. Tunapanda ice tunafika maji tunazunguka tulikuwa bora boda tunafika kijijini tunakwenda kwa. Ile tunapanda ice. Yule mama nyumbani paka ameshatuona, akaambiwa hawa vijana wanakuja kukusaidia. Naona hii bwana. Mitume hawakuwa. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 21 mpaka 22. Anasema tazama nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni nisijue atakayempata. Lakini mji kwa mji Roho Mtakatifu umeshuhudia ya kwamba vifungo na dhiki vyanangoja. Hebu soma sura ya 20 Matendo ya Mitume. Soma Matendo sura ya 20 kuanzia mstari wa 21. Biblia inasema, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani. Amna, sio hapa. Matendo ya Mitume sura ya 21. Mstari wa 22. Sura ya 20:22. Hebu soma. Soma katika jina la Yesu. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayo nikuta huko, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji unishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Na Paulo anaambia wanafunzi, anasema mzee naenda Yerusalemu, sielewi itakavyokuwa, lakini kila nikipita mtu kwenda mji mwingine, Roho Mtakatifu ananiambia vifungo vinaningoja. Yaani sisi Mungu ametuweka kwenye nafasi ya kujua mambo kabla hayajawa, kujua mambo ya mbele. Biblia inasema Roho Mtakatifu atawapasheni habari ya mambo yajayo. Yohana 16:13. Soma Yohana 16:13. Soma katika jina la Yesu, Yohana 16:13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Tunatakiwa kujua mambo kabla hayajaja. Kwa nini? Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu, anajua yote. Ndio maana nakwambia kanisa likikaa katika Roho ni tofauti sana na dini. Sisi tuna nafasi ya kujua mambo kabla hayajawa, lakini tumempuuza Roho Mtakatifu. Hiyo ndio kosa tunafanya kanisa la leo, kutoona umuhimu wake, kutomtaka, atumzingatii kama mitume walivyomzingatia. Huni wakati wa kumwambia Mungu atujaze, aturejeshe kilichopotea.
Bwana apewe sifa. Huwa nawaambia watu kama tungekuwa tunamnunua kwa pesa, tungesema hatuna pesa. Ni kuomba tu jamani. Ni kuomba tu. Ni kuomba tu. Uwe tayari kuomba. Tunakwenda kuomba dakika 10 zijazo. Tunaenda kuomba. Uwe tayari kuomba. Biblia inasema hivi. Zaburi ya 81 mstari wa 10. Mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyekukomboa kutoka nchi ya Misri. Fumbua sana kinywa chako nami nitakijaza. Tusomea Zaburi 81 mstari wa 10. Manake Mungu anasema omba sana nami nitakupa unachotaka. Tunakwenda kuomba watu wa Mungu. Tunakwenda kumulilia Mungu. Yaani ustaarabu wetu tuachane nao. Hiki kipindi tunachokiendea kila mtu achane na ustaarabu wake. Mungu unampatia sauti. Amekupa sauti ili umpazie sauti wakati wa mahitaji yako. Ndio maana yake. Tunajua tukiwa mtaani huko, mama nani? Acha hiyo sauti tumpazie Mungu kwenye ibada hii. Kwamba Mungu tuko watupu. Tumekaukiwa. Hebu soma Isaya 44 mstari wa 3. Isaya 44 mstari wa 3. Nasoma katika jina la Yesu. Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako. Na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Asema nitamimina maji mahali pakavu. Nini mahali pakavu? Mahali pakavu ni maana yake Mungu anasema nitajaza Roho Mtakatifu kwa yule anayejiona kwamba amekaukiwa, anayejitambua kwamba ni muhitaji. Unajua shetani ana ila nyingi. Yaani tuliookoka leo hatuna nguvu za Mungu, lakini tunajifanya tunazo. Unaona hiyo majanga. Hatuna nguvu za Roho Mtakatifu, lakini tunaridhika kwamba tunazo. Hatuna, tunataka Bwana atupe. Bwana apewe sifa. Hatuna. Kwa nini? Ukijilinganisha na kitabu cha Matendo ya Mitume, uwezi kusema lile ndio kanisa tulio nalo leo. Huwa naambia wale akina Petro akina Paulo wakifufuka, hawezi kukubali kuchanganyika na sisi. Viwango vyetu vimekuwa vya chini. Wao walikuwa wanatisha wakiwekwa kwenye majera yanafunguka yenyewe. Watawala wa siku zile walikuwa wanakaa vikao kila siku kwa sababu ya mitume. Kwa sababu siku nyingine waliwaweka ndani, walipokuja asubuhi wakakuta jela imefungwa kama kawaida, lakini wenyewe hawamo. Nilikuwa Mbamba Bay. Karibuni. Sijui mwezi gani hapa mwaka huu. Kanisa lile asubuhi watu wakakuta lina vyuma kama hivi. Wakakuta binti kiwiliwili kiko ndani kanisani, kichwa kimenasa kiko nje. Unapata picha hiyo? Yaani hapo ukute msichana kiwiliwili chote hiki yuko huku ndani, kichwa kimeshindwa kupita. Sasa hiki kilipitaje? Watoto wa shule wanaamka asubuhi wanakuta ameninginia, lakini umri wote huko ndani. Alikuwa na wanga yeye na mama yake. Wanakaa jirani na kanisa. Ni wanga. Sasa waliingia mitambo ikakorapsi mitambo yao. Watoto wa shule wanakuta mtu kichwa kiko nje. Anahangaika. Sasa kwenye vyuma kama hivi nawezaje nikapita nilivyo hapa? Alafu kichwa kikanasa. Sasa watoto wakapiga kelele, watu wakaanza kukusanyika.
Mwisho watu akamfuata mchungaji. Mchungaji, mchawi amelala kanisani kwako. Bwana apewe sifa. Yesu asifiwe. Huu ni wakati wa kuzitaka nguvu za Mungu. Biblia inasema hivi, mtakeni Bwana na nguvu zake. Zaburi 105 mstari wa 4. Tusome. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Katika jina la Yesu. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Nasema mtakeni Bwana na nguvu zake, nyinyi watu wa Mungu. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Kanisa la leo jamani, tunahitaji nguvu ya Mungu. Kila mtu atake nguvu ya Mungu. Na huwa nawaambia watu, isiishie tu kwamba kwa sababu tuna ibada leo ya ujazo. Amna, maisha yako yote una nafasi ya kumwomba Mungu, unataka kujazwa. Unaweza ukajazwa hata nyumbani kwako. Yesu asifiwe. Unachukua maombi, unaamka usiku saa 8 unasema Mungu, nataka nguvu zako. Uweze kumwomba Mungu akaacha kukupa. Pewe sifa. Yaani Roho Mtakatifu ni kama unavyoona mtu mwenye gari. Atatembea na gari, petroli ikiisha, anapaki, anafili. Sawa jamani? Ndio hivyo, yaani maisha ya Roho Mtakatifu ni ya kujazwa mara kwa mara. Unajua zamani ilikuwa hivi. Kila mkiingia kwenye kusifu na kuabudu, watu walikuwa wanajazwa Roho Mtakatifu, wanaanguka, mnawabeba. Kanisani kwetu kuna chumba kama hiki. Mnabeba mnapeleka kwenye, ni kikubwa sasa. Mnapeleka huko, wanaendelea kunena huko, ibada inaendelea. Ndivyo ilivyokuwa. Kila ibada mkianza kumsifu na kuabudu Mungu, roho anashuka, watu wanajazwa, wanaanguka, wanabeba, wanapeleka. Siku hizi havipo. Lakini tukimulilia Mungu wapendwa, hajabadilika. Bwana apewe sifa. Na Yesu anataka tujae nguvu kuliko hata sisi tunavyotaka wenyewe. Anataka, lakini halazimishaji. Anataka aone tunamlilia, tunaomba, aone tuna kiu. Biblia inasema hivi, huishibisha nafsi yenye shauku. Zaburi 107 mstari wa 9. Maana huishibisha nafsi yenye shauku, na nafsi yenye njaa huijaza mema. Tusome hapo. Nasoma katika jina la Yesu, Zaburi 107 mstari wa 9. Maana hushibisha nafsi yenye shauku, na nafsi yenye njaa huijaza. Hivyo tu. Mungu anaangalia kama mtu ambaye ana shauku. Anaangalia shauku. Uwe na shauku ya kujazwa. Tuwe na shauku ya kujazwa. Tuwe na utayari wa kupokea. Tuwe na utayari wa kuomba kwamba Bwana, niko hapa, nipe nguvu zako, nijaze Roho wako, nijaze Roho Mtakatifu. Sio ibada ya kunyamaza wala ya kutegea wala ya kumsikiliza mwingine. Ukisikia mwingine anajazwa, wewe achana naye. Wewe endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, na wewe ujazwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu asifiwe. 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 Tusimame. Tusimame alafu tutulie. Kwa na utulivu sana. Usiongeongee. 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 Funika macho yako. Tunakwenda kujazwa watu wa Mungu. Mungu yuko tayari kutujaza. Tunakwenda kujazwa. Tunene. 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 Na yawe ndio maisha. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Kama kuna lolote moyoni mwangu la kukuzuia usinitembelee, ninalitubu, ninaungama, naomba unisamee yote, hata nisioyajua nisamee Bwana. Nataka unitembelee asubuhi ya leo. Nataka uniguse. Nataka unijaze. Namtaka Roho Mtakatifu. Toa sauti yako. Namtaka Roho Mtakatifu. Namtaka Roho Mtakatifu.
Namtaka Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, nijaze. Bwana Yesu, nijaze. Bwana Yesu, nijaze. 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 Roho Mtakatifu, karibu. Karibu Roho Mtakatifu. 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 Ninakupokea sasa. Sema 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 ninakupokea sasa. Aya, omba, 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 omba. Omba, omba, toa sauti yako. 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 Yesu akuguse. Yesu akujaze. 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 Toa sauti. Rianda kote kanda koto. Rianda kote kanda koto. Rianda kote kanda koto rabus. Rianda kote kanda koto. Rianda kote kanda koto rabus. Rianda kote kanda koto. Rianda kote kanda koto rabus. Rianda kote kanda koto rabus. Ndala kotorika. Rianda kote kanda koto. Rianda kote kanda koto rabus. Rianda la kote kanda koto rabus. Rianda kote kanda koto. Rianda kote kanda koto rabus. Pokea kipawa. 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 Daraha. 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 Ni ahadi ya Baba yetu. Ni ahadi ya Baba yetu. Ni ahadi ya Baba yetu. Omba, 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 omba. Mpazie Mungu sauti. Anakujaza Yesu. Anakujaza Yesu. Anakujaza Yesu. Anakujaza Yesu. Pokea. 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 Da. 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 Omba, usinyamaze. Omba tu. Omba tu. Anataka kujaze. Anataka kujaze. Anataka kujaze. Omba ujazwe. Omba ujazwe. Pokea nguvu. Pokea kipawa. Pokea kipawa. Pokea. 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 Da. 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 Da moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu.
Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Pokea moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Kama walivyojazwa siku ya Pentecost. Jaa. 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 Pokea. 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 Pokea karama na vipawa. Pokea, 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 pokea. 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 Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea. Jaa. Katika jina la Yesu pokea. 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 Jaa uwezo kama siku ya Pentecost. Ni ahadi ya Baba. Ni ahadi ya Baba kwa kila aliyeokoka. Asiwepo wa kukuzuilia. Nena kwa lugha. Pokea vipawa na karama. Huduma yako ifufuke upya. Pokea. 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 Yanda koti kanda kotarisi. Yanda koti kanda koti. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kilichofunga tumbo na kingoa. Toka uliyezuia kuzaa. Kwa jina la Yesu. Achia shetani. Kwa jina la Yesu. Funguka. Funguka. Na alifungua tumbo. Na alifungua tumbo. Kwa jina la Yesu wazaliwa watoto. Kwa jina la Yesu wazaliwa watoto. Kwa jina la Yesu wazaliwa watoto. Wewe uliyezuia na kungoa kwa jina la Yesu. 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 Achia tumbo. Toka. Toka uliyezuia. Toka nguvu za giza. Toka uchawi. Toka
king'oka kilichotamkwa na kingoa, na achilia damu ya Yesu, na achilia damu ya Yesu, na achilia damu ya Yesu, na achilia damu ya Yesu. Kila kilichopungua kinarekebishwa, kinaumbwa upya, wakazaliwe watoto kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Funguka. Sante Yesu, sante Yesu. Gusa watu wako, gusa watu wako, fufua huduma za watu wako, fufua vipawa katika kanisa, fufua huduma za kinabii, huduma za lugha, huduma za kutafsiri, huduma mbalimbali, fufua. Ramasaka ribabosh, Rico Ramasaka ribabosh, katika ripa pa 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 pa, riba ba 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 ba, riba ba 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 ba, riba ba 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 ba, riba ba 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 ba. Uko wapi Roho Mtakatifu? 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 Tikisa mioyo yetu, tikisa mahali hapa, tikisa Bwana. Uko wapi Roho Mtakatifu? Katika jina la Yesu tujaze Bwana, tujaze Bwana, tujaze Bwana, tujaze Bwana, tujaze Roho Mtakatifu, tujaze Roho Mtakatifu. Achilia karama, achilia miujiza, achilia karama, achilia uponyaji, achilia unabii, achilia Bwana katika ripo raba baba, kwa jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako omba, fungua kinywa chako omba, fungua kinywa chako omba. Mwambie nijaze, mwambie nijaze, mwambie nijaze, mwambie nijaze, mwambie nijaze, mwambie nijaze. Usiridhike, usiridhike hivyo ulivyo, usiridhike na ulio nayo, usiridhike na ukavu. Mwambie Bwana nijaze leo, nijaze leo, nijaze leo, nijaze leo. Yupo kutujaza, yupo kutujaza katika jina la Yesu, katika Rico Ramasaka. Pokea mafuta, pokea mafuta, pokea mafuta, pokea mafuta, pokea mafuta, pokea mafuta, mafuta ya Roho. Pokea mafuta kwenye huduma yako, pokea mafuta, pokea mafuta, pokea mafuta, pokea mafuta, pokea mafuta, pokea mafuta, pokea mafuta. Jazwa, 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 jazwa leo, jazwa leo. Si kesho, ni sasa. Si kesho, ni sasa. Si kesho, ni sasa. Pokea kama upepo, kama upepo anakuja juu yako, kama upepo, kama upepo, kama upepo, kama
kama upepo, kama moto, 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 kama moto. Riba baba baba, riba baba baba baba, riba baba baba baba. Dio, 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 dio. Jazwa, dio, jazwa, dio, jazwa, dio. Pokea, pokea Roho Mtakatifu, pokea, 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 pokea karama, pokea karama, pokea kunena kwa lugha, pokea kuhutubu, pokea, pokea sasa, pokea sasa, pokea huduma, pokea, pokea kuinuliwa, pokea kuinuliwa, pokea kuinuliwa. Aliyemuinua Filipo akampeleka Azoto, nawe uinuliwa leo, nawe uinuliwa leo, nawe uinuliwa leo. Atainua leo, akuinue leo. Inuka leo, inuka sasa, inuka sasa, inuka sasa, inuka sasa. Huduma yako inuke sasa, inuke sasa, inuke sasa. Pokea upako, pokea upako, pokea upako, pokea upako, pokea upako, pokea upato, pokea upako, pokea upako. Yupo, 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 yupo. Anakuja juu yako, anakuja juu yako, anakuja juu yako. Isaya akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta. Aje juu yako sasa, aje juu yako sasa, aje juu yako sasa. Mtapokea nguvu. Roho wa Bwana akisha kuja juu yenu, aje juu yako sasa, aje juu yako sasa. Akugeuze, akugeuze, akugeuze uwe mtu mwingine. Akija kwako atakugeuza, akija kwako atakubadilisha. Pokea, 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 pokea. Yeye, yeye anatengeneza, atakutengeneza, atakufinyanga. Mruhusu aitembee kwako, mruhusu aingie kwako, mruhusu aingie kwako, mruhusu aingie kwako. Aingie kwenye huduma, aingie kwenye biashara, aingie kwenye ndoa, aingie kwenye kazi, aingie kwenye huduma yako. Mwambie ingia, mwambie ingia. Yeye anahitaji akaribishwe. Karibishwe leo, karibishe leo, karibishe leo, karibishe leo, karibishe. Amen. Amen. Tulia mbele za Bwana. Tulia mbele za Bwana. Jizuie. Roho Mtakatifu anaweza akasema kitu mchana wa leo. Tulia mbele za Bwana. Jikaze, tulia mbele za Bwana. Aweza kusema jambo mchana wa leo. Wewe tulia tu. Roho Mtakatifu, sema na kanisa lako, sema na kanisa lako, sema na watoto wako. Sema, tunahitaji kusikia live ukizungumza, tunahitaji kusikia ukizungumza. Roho Mtakatifu usiyebadilika, uliyesema wakati wa kanisa la kwanza, uliyesema na mababa, sema nasi sasa, sema nasi sasa. Tulia mbele za Bwana, nataka aseme.
Wewe ambaye unasikia Mungu amesema na wewe na jambo la kusema, unasikia Roho Mtakatifu amezungumza na mimi, njoo hapa mbele useme. Tukae. Wewe unasema Mungu amezungumza na mimi kitu, njoo hapa mbele useme, usijizuie, tutulie. Tutulie mbele za Bwana. Tulia, nyamaza kimya, jikaze. Jikaze. Jikaze, jikaze. Liko jambo jipya Mungu anakwenda kulitenda. Baba mtakatifu, Mungu wa kweli, umeshuka kwetu, unasema nasi hata sasa. Naam, ibada yetu hatuifungi, tunakuachia Roho Mtakatifu, uendelee kuwakalia watoto wako, uendelee kuwatamia kwa jina la Yesu Kristo. Napoahirisha mkutano huu, Roho Mtakatifu we pamoja na watoto wako, uendelee kuwajaza nguvu zako katika jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi mazuri. Pigie Yesu